Namshukuru Mungu na namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa hivi sasa kuniteua na kuniamini kunipa kuongoza shirika hili kubwa, na ni kubwa katika ukanda mzima wa Afrika Mashariki, kuanzia idadi ya watumishi, uwekezaji unaoweka, mali za shirika na stake tulionayo kwa taifa. Namshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kunipa heshima. Ndugu zangu wenye viti na marafiki zangu, kazi zetu hizi kubwa ambazo tunazifanya ndio zinasababisha shirika letu liendelee kuwepo na ndio msingi wa kuwepo kwa shirika lenyewe. Lakini tunaweza tukafanya mambo mengi sana ambayo labda sehemu fulani ya watu hawafahamu. Wanafahamu kwa kusikia, lakini hatujawahi kupata nafasi ya kuwasogelea na kuwaeleza vizuri mambo tunayoyafanya. Na huenda kwa sababu moja au nyingine tukawa na sisi kuna jambo la kuwaomba ili kazi zetu ziendelee kuwa nyepesi. Sasa mimi nimetokea huko, namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kunipa imani na kunipa kazi kwa muda wote, na nimeteuliwa katika nafasi tofauti tofauti na mpaka hapa nilipo sasa hivi. Moja ya kitu nilichojifunza na ambacho nashukuru kupitia kwenye eneo hilo ni kupita wakati ambao nilipata nafasi ya kufanya kazi na wenye viti wa vitongoji, wenye viti wa vijiji, na baadaye nilipokuja Dar es Salaam nimefanya kazi na wenye viti wa serikali za mitaa. Mimi sisemi kwa sababu mpo na huyo Albert anajua, moja ya silaha ya mkuu wa wilaya kufanya kazi vizuri ni wenye viti wa serikali za mitaa. Na mimi maisha yangu yalikuwa mazuri kote nilikopita kwa sababu ya kutengeneza urafiki wa kistratejia na nyinyi. Na watu wa Ubungo ni mashahidi, nikija Ubungo pale nikiwa na siku zangu mbili, kabla hata meza yangu sijaambiwa unakaa hapa, nilikutana na nyinyi na tukateta mambo yetu kwenye gorofa pale na tukawekana sawa. Si ndio jamani? Ndio utaratibu wangu wa maisha. Sasa TANESCO wanafanya kazi kubwa sana na wamekuwa na approach nyingi sana za kuzungumza na wateja. Na kwa nature ya shughuli zetu, kila mtu sisi ni mteja wetu. Hata hapa tulipo tumekodi ukumbi, tumelipa, lakini mnaona taa hizi zinawaka na vipaza sauti vinafanya kazi. Ili jengo sisi pia ni mteja wetu. Kwa hiyo kila mmoja sisi ni mteja wetu, na idadi ya watu Tanzania inaongezeka. Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 tuko zaidi ya milioni 62, na huenda kwa sasa hivi tuko juu zaidi. Uwekezaji unaongezeka, mkuu wa mkoa ataeleza hapa vizuri. Na ujenzi wa miundombinu ya serikali unaongezeka sana, mahospitali, mashule na mambo mengine mengi, mataa ya barabarani kwenye barabara kubwa zinazojengwa, kuna mradi wa umeme, mradi wa reli ya kisasa inatumia umeme na mambo mengine mengi. Haya mambo yote yanahitaji huduma kutoka TANESCO. Kwa hiyo sisi tuna wajibu mkubwa sana wa kufanya kazi na kuona mbinu tofauti nyingi ili tuweze kumiti demand za wateja wetu. Lakini hakuna kitu muhimu kama mawasiliano. Tumejitahidi sasa hivi TANESCO tuna kituo cha huduma kwa wateja ambacho tunajaribu kuwasiliana na wateja wetu pale ambapo sisi tunakuwa na shida, tunawawahi kuwaambia, tuna mifumo yetu ya kuwasiliana, lakini tumetengeneza mfumo wa sisi kusikiliza wateja wetu wanasemaje na wanataka nini. Kituo chetu kinaenda vizuri. Baada ya mjadala mkuu wa mkoa akishakifungulia, tutakuwa nafasi ya kuelezana vizuri na tutapenda kupata mawazo yenu kutoka kwenu kama tunafanya vizuri au kuna maeneo ya kuboresha. Lakini eneo lile peke yake halitoshi. Ni matazamio yetu sisi tuwe na bezi kubwa zaidi, yani tuwe na idadi ya watu na makundi mengi zaidi ambayo tuna mifumo nayo ya kuwasiliana, kujua ladha ya huduma tunayoitoa kwa wateja wetu, wanafikiria nini na wanasemaje. Ndugu zangu wenye viti, nyinyi mna mtandao mkubwa, mimi mamlaka yenu nayajua vizuri. Uongo kweli? Watu wanaowachukulia poa labda hawajui, mimi nawajua vizuri. Mamlaka yenu ni makubwa. Kwa hiyo moja ya vitu tutakavyoomba leo ni namna ya kutengeneza mfumo mzuri wa mawasiliano kutoka kwenye majukwaa yenu ili nyinyi muwe mabalozi wetu. Muwe mabalozi wetu wa moja kwa moja. Kuna mwenyekiti mmoja alinipigia simu juzi anasema, bwana
na mimi nahitaji umeme, sijapata umeme, nikamwambia Boimanda, bwana wewe ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa, kafunge umeme kesho. Na vile ulimfungia yule bwana.